Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa nafasi. Ni siku nzuri kabisa ya Jumatatu, siku rafiki. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema na nafasi ambayo ametupa. Natamani tuende mbele za Mungu asubuhi ya leo na majira haya, tukimwambia Mungu asante kwa ajili ya wema wake, tukimwambia Mungu asante kwa ajili ya upendo wake kwetu. Ametulinda, ametupigania, ametutunza, hajatuacha la kutupungukia. Asubuhi ya leo natamani watumishi wa Mungu tumshukuru Mungu katika mengi aliyoyatenda. Natamani tuungane kwa pamoja kwenye maombi haya ya asubuhi ya leo. Na leo tutakuwa na maombi ambayo tutakuwa na neno ambalo Mungu ametupa tutakayotembea nalo, na neno ambalo linasema ijue thamani yako. Ijue thamani yako, ama umuhimu wa kujua thamani yako. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tukamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Bwana, umetupa neema na kibali kuiona asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya uhai, asante kwa ajili ya upendo wako kwetu. Umetupendelea Bwana, umetupa nafasi tena, tumeiona asubuhi ya leo. Ni kwa neema yako Bwana. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya uhai, asante kwa ajili ya upendo wako kwetu. Umetulinda, umelinda watoto wetu, umelinda familia zetu, umelinda nyumba zetu, umelinda kazi ya mikono yetu. Tumeendelea kukuona Bwana usiku kucha ukitupigania, haujatupungukia Bwana. Asante kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa tena kuiona asubuhi ya leo. Umetutetea, umetupigania, haujatupungukia. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, tawala sasa asubuhi ya leo. Tunasogea kwako sisi watumishi wako na watoto wako, tukiomba toba kwa damu ya mwana kondoo, damu yako Bwana, ile damu inaonena mema, ile damu yenye nguvu, ile damu yenye upako, ikapita asubuhi ya leo, ikatuoshe, ikatutakase, ikatusafishe kila mahali ambapo shetani aliweka makao na kutufunga na kutushikilia. Tunaiachilia damu yako Bwana, ikanene mema asubuhi ya leo, ikanene mema juu yetu, ikanene mema juu ya watoto wetu, ikanene mema juu ya nyumba zetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Roho Mtakatifu ni mwalimu, tawala sasa, tufundishe kuomba, tufundishe kulisikia neno lako katika damu ya mwana kondoo. Karibu Roho Mtakatifu, tawala asubuhi ya leo. Nami ninaomba kwa ajili ya watu wote Bwana wanaosikia neno hili, walioko hapa Tanzania, walioko nje ya Tanzania. Upako wako na nguvu zako ziwafikie waliko, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayesikia, asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetenda. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha sana kwenye ibada yetu nzuri ya Morning Glory, siku nzuri kabisa ya Jumatatu. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema, ametulinda, ametupigania. Jana amekuwa nasi siku ya Jumapili. Tumemwona Mungu akitutetea, tumemwona Mungu akitulinda, tumemwona Mungu akituokoa. Mungu ameendelea kuwa mwema na mwaminifu katikati yetu. Asubuhi ya leo Mungu alikuwa amenipa neno na kichwa cha somo ambacho tutatembea nacho. Mungu akitupa neema tutatembea nacho ndani ya wiki hii. Na wiki itakuwa ni wiki ya maombi. Tutaenda kuomba, tutaenda kuvunja, kung'oa na kuharibu kila roho zinazozuia zinazozuia thamani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya somo ambalo Mungu alinipa, andika umuhimu wa kuijua thamani yako. Umuhimu wa kuijua thamani yako. Moja ya vitu ambavyo Mungu alikuwa ananisemesha, na kuna siku nilikuwa nafundisha mahali fulani, nilikuwa nafundisha vijana, nilikuwa na mkesha. Ilikuwa mwezi huu wa 4 nadhani, kama mwezi wa 4 kwenye tarehe, kama sio tarehe 7, mwezi wa 3 tarehe 27. Kuna mahali nilikuwa nafundisha semina vijana mkesha. Nilikuwa nazungumza kwa habari ya thamani, kujua thamani yako. Na nisikilize kidogo kwa makini mtumishi wa Mungu ninapozungumzia maana ya thamani. Thamani, ama tunaposema thamani, ninapozungumzia thamani, kila mmoja aliyezaliwa duniani ana thamani ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Ninapozungumzia thamani ni ubora, umuhimu. Ninapozungumzia thamani ni ule utofauti wa wengine. Kila mtu amewekewa kitu ambacho ni tofauti na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapozungumzia thamani, nisikilize kidogo, kwa maisha ya mwanadamu, thamani ni zaidi ya muonekano wa nje. Ni hali ya ndani inaombeba mtu, ama ni hali ya ndani aliyoibeba mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumzia thamani ni uthibitisho wako wewe ni nani. Tunapozungumzia thamani ni kile kitu ambacho kiko ndani yako ambacho kinakutofautisha na wengine. Kwa ukisikia thamani ni utofauti, ni kile kitu ulichokibeba ambacho ulichokibeba kinakutofautisha na watu wengine. Kwa kila mmoja ana thamani yake
ana thamani kwa watu, ana thamani mbele za Mungu. Na ndio maana niwaambia watu mahali pengine nikazungumza nikasema kila mmoja ambaye amezaliwa duniani hakuzaliwa kwa bahati mbaya. Una kitu ulichokibeba. Kupitia hicho kitu ulichokibeba, hicho ndio kitakachokulisha, ndio kitakachokutambulisha, ndio kitakachokuheshimisha. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kwa nini nazungumzia ijue thamani yako? Wako watu tunaishi duniani hatujui thamani ambazo Mungu ameziweka ndani yetu. Hatujui value ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hatujui umuhimu wa sisi kuwepo duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya kitu ambacho Mungu alikuwa ananisemesha, natamani tufundishane kwa undani ili ujue thamani yako. Na mtu yote ambaye anajua thamani yake hawezi kukaa kizembe, hawezi kujidharau, hawezi kujikinai, hawezi kudharaulika. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi natamani Mungu aseme na wewe wakati una majira haya, kwa somo ambalo tutapita nalo ndani ya wiki hili. Mungu akupe neema ya kujua thamani yako. Niliwaambia watu mahali fulani nikasema hata kama unajiona vile unavyojiona, vile unavyojiweka, vile watu wanavyokuona. Na niliwaambia watu mahali fulani nikasema kila mmoja ambaye yuko duniani kuna kitu ambacho amekiweka ndani yake, na hicho kitu ndicho kinachokutofautisha na wengine. Na ndicho kinachokupa value, ndio kinachokupa thamani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukijiona uko weak, na ndivyo watu watakavyo. Maandiko yanasema pia, tunazungumza kwenye Biblia, tutapita huko Mungu akitupa neema. Maandiko yanasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa ukijiona mimi siwezi, ukijiona mimi sifai, ukijiona mimi maskini, ukijiona mimi hivyo, ukijidharau kwenye ulimwengu wa roho, hata watu wanapokuona wanakudharau hivyo hivyo. Lakini mtu ambaye anajua thamani yake ni mtu ambaye anakaa, anakuwa smart any time, anakuwa smart kila eneo, anajua anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapozungumzia umuhimu wa kujua thamani yako, nimekwambia thamani ni utambulisho wako wa nje wa kukujulisha wewe ni nani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na upekee wako, yani kwamba tunasema thamani ni upekee wako au ulicho nacho ambacho wengine hawana. Yani tunapozungumzia thamani ni upekee wako wewe ambao wengine hawana kama ulicho nacho wewe. Ndio thamani wa kitu. Kwa thamani wa kitu unakipa unakipa unasababisha watu wakiheshimu. Tuchukulie mfano, ziko smart simu za aina nyingi. Kuna iPhone, kuna Google Pixel, kuna iPhone ambazo sisi zinaitwa nini saizi, zile ambazo Apple zile Apple za saizi zinauzwa mpaka milioni 4, milioni 3. Uthamani wa ile simu ndio unaosababisha iuzwe ile gharama. Sio kama mnanielewa? Hata hizi labda laptop ama hata gari pia. Ukizungumzia gari, uthamani, gharama ya gari inategemeana na uthamani wa hiyo gari. Sio kila gari inaweza kufanana. Uweze kufanisha ST na Fortuner labda au na Range. Kwa Range ina thamani yake na ndio maana inauzwa kwa gharama hiyo. Kwa point ya msingi tunapozungumzia kwa habari ya kujua wewe kama mwanadamu, kujua thamani yako, lazima uelewe kwamba mimi mwanadamu kwanza sikuzaliwa kwa bahati mbaya. Nilizaliwa kwa mpango wa Mungu kabisa. Lakini jambo la pili, mimi ni tofauti na wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tutapita huko mbele na tutaangalia moja ile Zaburi ambayo tutaiangalia ni Zaburi ya 139. Waje niisome ile Zaburi ya 139. Maandiko yanasema hivi, Zaburi ya 139. Na leo natamani tuombe sana. Kama kuna mali watu walikudharau, Mungu akuheshimishe, Mungu akupe upako wa kukubarika na kuheshimika. Zaburi ya 139, maandiko yanasema hivi, 139 Zaburi ule mstari wa 14. Zaburi ya 139 neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 14. Anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sana. Narudia tena, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Anapozungumza mwandishi anaposema nitakushukuru Bwana, kwa maana mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, kwa njia ya ajabu. Ni kweli mwanadamu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu, na ndio maana tuko wanadamu wote duniani, lakini sio kila mtu anafanana sura. Kila mtu ana ya kwake. Na kila mtu alichokibeba ndio hicho. Niliwaambia watu madafani mnaweza mkawa madaktari 5. Lakini kuna mmoja anaambia bwana huyu ni daktari specialist kwa tukio hili, specialist kwa ile eneo. Kwamba kila mmoja ana kitu alichokibeba ambacho kinamtofautisha na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na ni maombi yangu kwa jina la Yesu asubuhi ya leo, kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako kikakutofautisha na watu wengine, kikakutenganishe na maisha ya wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu alichokiweka ndani yako watu wakakijue, watu wakakione, kikakutambulishe, kikakulishe, kikakuheshimishe. Na niliwaambia watu maarifa, nikazungumza, kuna watu wengine tunadharauliwa kwa sababu ya mionekano wetu, kwa sababu ya vile tunavyojichukulia. Vile unavyojichukulia na ndivyo watu watakapokuchukulia. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yako ndio atakayokutambulisha.
Maongezi yako ndio atakao kutambulisha. Kwa mtu ambaye anajua thamani yake, anayejua thamani aliyoibeba, ni mtu ambaye haishi maisha ya kikawaida, anajiheshimu, anatembea kwa kujiamini, haogopi mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni maombi yangu asubuhi ya leo, natamani kama ulikuwa hujui thamani yako, Mungu akupe nguvu ya kujua thamani yako. Naongea na vijana hapa, naongea na mabinti, naongea na wamama. Niliongea na vijana mahali fulani nikasema kuna kijana ambaye unashaka kijana kasoma, ana PhD, amemaliza, lakini yuko nyumbani tu amekaa. Hawezi kujua thamani kwamba okay, kama mimi nimesoma, itabidi nikae kwenye maisha ya aina fulani. Muonekano wangu, maneno yangu. Niliongea na watu mahali fulani nikazungumza, utakuta kijana kasoma, amemaliza na ana PhD, lakini mazingira anapojiweka weka unaona kama ni mtu wa darasa la 3 ambaye hajasoma. Physical appearance yake, nywele vururu, wengine kaweka mpaka madredi. Hapo anaenda kwa apply kazi mahali, unategemea nani atakupa kazi? Muonekano wako, unakaa na watu wavuta bange. Na bora niliwaambia tu bora hata kama unakaa na wavuta bange, uwavute waje kwa Yesu, au wavute waje kwa upande wako. Wewe ndio unavuta unaenda upande wao. Watu wanajiuliza huyu mtu aina gani? Mtu kasoma lakini physical appearance yake ni tofauti na watu waliosoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu nataka niseme, ijue thamani ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Wewe sio mtu wa kawaida, wewe sio wa kujidharau, wewe sio wa kujikinai, wewe sio wa kudharaulika. Na ni maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo, ule upako ambao Mungu aliwekeza ndani yako, watu wakauone, watu wakautambue, na kupitia hicho kitu alichokiweka ndani yako kikakulisha, kikakuvishe na kikakuheshimisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Kwa moja ya vitu ambavyo nizungumze na wewe mtumishi wa Mungu, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio wa kujidharau. Wewe sio watu wa kukuchukulia kawaida. Wewe ni mtu mkubwa. Mungu amewekeza vitu ndani yako. Kama ni mama hivyo hivyo. Nilizungumza na watu manifani nikasema kuna mama anashangaa ameolewa, hajui thamani yake, hajui thamani ya ndoa, hajiheshimu. Anakaa muda wote na kupiga story na wengine ambao hawawezi kumshauri chochote. Na niwaambia manifani nikasema ukijua thamani yako, Mungu atakuinulia watu sawa sawa na thamani yako. Sio kama mnanielewa? Yaani thamani uliyoibeba ndio itakao kusababisha watu waje sawa sawa na thamani ulionayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ili ukae na wakuu, lazima na ukae kwenye mazingira ya ukuu. Jitunze. Wewe unaweza kukaja, unaenda kukaa na waziri mkuu, unakaa na mkuu wa mkoa, unakaa na mkuu wa wilaya, unakaa na rasi au na dasi, unakaa na kiongozi yoyote. Alafu wewe maisha yako, physical appearance yako vuru. No. Vile ulivyo ndivyo utakapotambulishwa kwa watu. Vile ulivyo ndivyo utakavyodetermine kukaa na watu fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu mtumishi wa Mungu naye nisikiliza. Kama ni kijana, kama mkao wa kijana. Haleluya. Kama ni binti, kama mkao wa binti. Sio ni binti unakaa kama mzee. Umevaa dera, mara umelichomekea huko, mara alafu unataka kuolewa. Nani akuoe? Kwa ukijua thamani yako, vile unavyojiweka ndivyo watu watakavyokuchukulia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maneno huko mbele tutaangalia vitu vinavyoondoa thamani ya mtu. Tutaangalia huko mbele. Sasa naomba tuendelee mbele kidogo. Kama nilivyokuambia, heshima yako mbele za Mungu na wanadamu kwa lugha rahisi, yani kwa lugha nyingine ninapozungumza thamani ni ile heshima yako mbele za watu, lakini pia hata mbele za Mungu. Ndio maana thamani, yani maana kujua thamani yako ni kwamba yani watu wanavyokuona, unavyoheshimika mbele ya watu, lakini pia Mungu anavyokuheshimu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa. Ndio kama nilivyosoma hiyo Zaburi ya 139, anasema kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ajabu na ya kutisha. Na ndio maana nikazungumza nikasema kila mmoja Mungu amemuumba kwa material ya kwake. Haufanani na wengine. Ndio maana unaweza kuzaliwa kwenye familia watu 10, lakini kila mmoja amebeba package yake. Kila mmoja na cha kwake. Wengine mkulima, ukimwambia twende kwenye biashara hawezi. Ukimwambia twende kwenye kilimo ndo analima. Kwa hata wewe pia una cha kwako ambacho kinakutambulisha, ambacho kinakupa kibali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kanaelewa watumishi wa Mungu. Kwa wewe ni mtu wa thamani. Sio mtu wa kawaida. Na watu wasikuchukulia kawaida. Na kama nilivyokuambia, hata kama watu wanakuchukulia kawaida, wewe jiweke tofauti na wao wanavyokuchukulia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanakuona maskini na mimi na hela. Sio kama mnaelewa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe kama mwanadamu uliumbwa, haukuumbwa kwa bahati mbaya. Tuliumbwa kwa kusudi. Naomba nisikilize mfano huu, napenda kuusema kila mahali. Nikazungumza nikasema hivi, Mungu kabla hajakuumba wewe alikuandalia kila kitu. Aliwekeza material kubwa ndani yako. Kwanza aliwekeza ujuzi. Aliwekeza experience ya uzoefu wa kufanya kitu ambacho wengine hawezi kufanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwanzo ngazaliwa 10 kwenye familia kama nilivyokuambia, kila mmoja amebeba cha kwake. Labda nisikilize mfano huu. Niliwaambia hata mali fulani nikasema hivi, Mungu huko anakopumzika, Mungu huko ambako anakaa, Mungu huko anakoketi, ndiko alikoziweka roho zote, pamoja na ya kwangu na ya wewe unayenisikiliza. Ndiko alikoziweka hizo roho zote, na hata za wale ambao wametangulia.
Kwa Mungu anachokifanya, anaichukua roho moja moja, anaisemesha jukumu. Wewe uswege au wewe fulani utaenda duniani, lakini ili uende duniani, ili ukafanye mambo duniani, lazima uvae mwili. Anaisemesha roho moja moja. Kwa mfano, labda nitolee mfano, anaichukua roho ya binti moja, anaisemesha, wewe roho utaenda duniani, lakini ili uende duniani ukafanye kazi yangu, lazima uhitaji mwili. Kumbuka, roho ni kitu ambacho hakishikiki, hakigusiki. Anaisemesha hiyo roho, utaenda duniani, na ukifika duniani utafanya hili na hili na hili na hili. Anaangalia duniani, Mungu anatazama, na okay, mama fulani anahitaji mtoto. Tena mtoto gani? Mtoto wa kike. Anagundua, wow, ile planning yangu, lile wazo langu nalipitisha kwenye tumbo la huyu mama. Basi mama na baba anatafuta mtoto, mwisho wa siku anazaliwa mtoto. Mtoto gani? Wa kike. Kumbe ni wazo la Mungu ambalo yeye mwenyewe alikuwa anataka alipitishe duniani, kwamba nataka nipate mtu atakaenda duniani kulifanya kusudi, labda atakuwa daktari huyu, na pale duniani atakapokuwa daktari ataenda kufanya kazi yangu ya kutibu labda magonjwa labda ya wanawake, labda magonjwa ya wamama, au magonjwa ya wazee wa baba, magonjwa ya miguu. Huyu mtu anazaliwa, anakuwa, wazazi wanaanza kumsomesha mtoto, anaanza shule chekechea, anakuwa, mwisho wa siku anamaliza sekondari, anaenda chuo, anasoma, mwisho wa siku mtoto anaambia, mama mimi napenda udaktari. Na anapofanya udaktari anasikia furaha. Tafsiri yake ni nini? Kwamba hata watu wanasema, wow, unataka daktari? Bwana, mimi na changamoto ya mfupa. Anambia, muone daktari fulani. Na ni kweli, ukifika hapo ukikutana na daktari, anakucheki, anakuangalia, na akikuona, anapokutazama, anapokuona, na analijua tatizo na analigundua tatizo. Kwani kwa sababu amezaliwa kwa ajili hiyo professional. Sasa wewe kukutana na mtu ambaye Mungu alimwandaa kwa ajili ya kuwa mwanajeshi, alafu kakutana naye kwenye chumba cha upasuaji wa mguu, kavamia fani ambayo sio yake, kaingia kwenye eneo ambalo sio lake. Ndio unashangaa mtu unafika hospitali, wewe vipi unajilegeza, jikaze bwana. Ni daktari anakusemea maneno magumu. Kwani kwa sababu sio fani yake. Yeye alizoea, Mungu yamkini alizaliwa kwa ajili ya kushika mitutu huko, anakuja anakuwa na daktari. Kwa moja vitu ambavyo naomba vijue, mtumishi wa Mungu, kila mmoja alizaliwa kwa package yake. Kuna kitu alichokibeba. Na watu kama hao wakizaliwa kwenye eneo lake na kakaa kwenye eneo lake, na ndio maana hata wengine watafanya, lakini yakifanya inakuwa wonderful zaidi ya wengine, inakuwa better zaidi ya wengine. Na ndio maana mwingine anasema, wow, safi sana, yaani jamani, watu wote wanaimba, lakini dada fulani akishika maiki, huyu amezaliwa kwa hiki kipawa. Kwa kila mmoja amezaliwa kwa kitu fulani. Kwa hata wewe pia kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Sema adui anachokifanya ni kukutenganisha na hivyo vitu ambavyo Mungu aliviweka ndani yako, kuto kujitambua thamani uliyobeba. Na ndio maana mtu ambaye anajua thamani yake, akisimamia na nafasi yake, akijua thamani yake na akisimama kwenye nafasi yake kwenye ile thamani, ni mtu ambaye ana uwezo wa kuinuliwa, anabarikiwa, anaheshimika kupitia kile alichokibeba. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu achilie upako wa kutambua thamani yako, wa kutambua kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yako. Na leo nataka tuombe kwa dakika chache. Kesho tutaendelea hapo mbele, sasa tutapita zaidi kuangalia eneo lingine kwa mbele. Lakini kesho tutaangalia pia vitu vichache ambavyo vinaweza vikasababisha kwamba hii ndio thamani, vitu vinaweza kusababisha ukae kwenye thamani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu kadhaa ama kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza vitakazo kusababisha ujue thamani yako, na viko vitu fulani ambavyo nitakuelekeza kesho, Mungu tupa nafasi. Lakini leo acha tuombe, na maombi ambayo tutaenda kuomba, tumwambie Mungu, kama kuna mali nijidharau, sikujua thamani yangu, leo ninatubu. Lakini baada hapo tutaenda kuomba thamani yangu ikajulikane, najitambulisha kwenye ulimwengu wa roho, watu wajue kwamba mimi ni fulani, watu wakutambue. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuende tukaombe, mtumishi wa Mungu asubuhi leo, na mimi nitakuongoza maombi haya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, mimi nakushukuru Bwana, asante kwa ajili ya neema yako. Wewe ni Mungu uliyenipa nafasi na kibali tena kuiona asubuhi leo. Nimelisikia neno lako ya kwamba Bwana, ni umuhimu wa kuijua thamani yangu. Ninajua kabisa duniani sikuzaliwa kwa bahati mbaya. Liko jambo ambalo Mungu amenipa kulifanya. Yako mambo ambayo Mungu ameandaa mbele yangu. Yako mambo mengi ambayo Mungu ameyaweka mbele yangu. Nami ninasimama wakati una majira haya. Katika jina la Yesu Kristo anayeteli hai, ninaomba toba Bwana, pale ambapo nilijikosea, pale ambapo nikajidharau, pale ambapo nikajikinai, pale ambapo nikajidhalilisha, pale ambapo sikujua thamani yangu. Kumbe Mungu umewekeza vitu vikubwa. Umeniumba kwa jinsi ya ajabu.
ajabu, kama ulivyosema kwenye Zaburi ya 139 ule mlango wako wa 14, mimi nizaliwa kwa jinsi ajabu. Uliwekeza vitu vikubwa ndani yangu, uliwekeza upako, uliwekeza vitu vikubwa vya kufanya vitu vikubwa, uliwekezea ujuzi ndani yangu. Bwana, tazama wakati una majira haya, pale ambapo nilijikosea, shetani akapata nafasi ya kuiba thamani yangu, ya kuniondoa kwenye thamani yangu, akabeba thamani yangu. Leo siheshimiki tena, leo siheshimiki tena. Leo ninatubu kwa damu ya mwana kondoo. Kila roho za kunyongonyea, kila roho za kujidhalilisha, za kudhalilika, za kukatariwa, za kukosa thamani mbele ya watu, ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu. Shetani, sikia, hauna nafasi tena ya kuiba thamani yangu. Ninaisimama tena kwa wakati na majira haya, nitainuka tena kwa jina la Yesu. Ninavunja kabisa kila roho ng'ang'anizi zinazoondoa thamani yangu, zinazoondoa kibali changu. Kwa damu ya Yesu ninapiga, ninavunja, ninaharibu kabisa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unatuinua watu wako. Kuanzia leo najitamkia, mimi sio kuonewa tena, mimi sio kudhalilika tena, mimi sio kujikataa tena, mimi sio kudharauliwa tena. Najipatanisha na wakuu, najipatanisha na wakuu wa nchi, najipatanisha na kila eneo katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Basi nami wacha nitamke neno kwa ajili yako, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao wameendelea kufuatilia mafundisho yetu. Asante kwa ajili ya wakati na majira haya. Kawabariki Bwana, kawainue Baba, inua maisha yao, inua familia zao, inua uchumi wao, inua kila kinachotamka kwa majina yao katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Tunafuta kabisa kila roho ya kujidharau, ninafuta kabisa kila mataarifa mabaya aliyokuwa amepewa, majina aliyopewa mabaya, ninayafuta na kubatilisha. Ninatamka upako, ninatamka neema. Pokea neema, pokea kibali, pokea ulinzi, pokea nguvu ya kusimama na kujiadhimini na kujithamini. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Tunawakaribisha tena kesho asubuhi na mapema saa 12:30 kwenye ibada yetu nzuri ya Morning Glory. Na Mungu akutunze, Mungu akulinde. Amen. Asante sana.